Msimamo wa wanazuoni kuhusiana na hadithi dhaifu ni kama ufuatao. Wanazuoni wamegawanyika katika misimamo miwili, maslakain. Almaslak alawwal, msimamo wa kwanza, ni ule usamao wa kwamba hadith dhaif yajuzu al'amalu bihi, inafaa, inajuzu kutumia hadith dhaif, lakini kwa masharti yake maalum. Sharti la kwanza, an la yakuna dhalika fi al-ahkam ash-shar'iyya, na maneno haya kitambo tuliwahi kutaja, lakini tunarudia kwa ajili ya kukumbushana na faida. Sharti la kwanza la hadith dhaif kutumika, na hii ndio kauli ya jumhuri ulama, jumhuri ya wanazuoni, huu ndio msimamo wao, annahu yajuz al-amal bil hadith dhaif, lakini kwa masharti haya yanayofuata. Na huu ndio kadhalika msimamo wa an-Nawawi rahimahullah ta'ala, na ndio utafahamu kwa baada ya maneno haya hikma na faida ya yeye kutaja hadith kama hizi, pamoja na kwamba itakuwa hiyo wafahamu kwamba hadithi hizi wapo baadhi ya wanazuoni waliozidhoofisha, si kwamba ile jambo limempita an-Nawawi rahimahullah. Huwa alim bi ilmi al-hadith kama annahu alim wa jabal fi ilmi al-fiqh rahmatullahi ta'ala alayhi, kama alivyobobea katika elimu ya fiqh, kadhalika amebobea katika ilmi al-hadith. Utalifahamu hilo ukisoma vitabu vyake, hasatan al-Majmu' rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo msimamo huu wa kwanza unasema kwamba yajuz al-amal al-akhadh bil hadith ad-dha'if. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول أن لا يكون في الأحكام الشرعية، isiwe hadithi ile dhaif inatumika katika hukumu za kisheria. Tukisema tamko la hukumu za kisheria, tunakusanya ndani yake fiqh na aqaid. Fiqh ni hukumu ya sheria na aqida ni hukumu ya sheria. Hadith dhaif la yu'mal bihi fi ithbati hukmin shar'iyyin fiqhiyyin, hukmu katika kutekeleza hukumu ya sheria katika fiqh, kumwambia mtu jambo hili fulani alifai, nini dalili ya kwamba haifai? Hadith dhaif la yu'mal bihadha. Jambo fulani linafaa katika sheria, dalili hadith dhaif la yu'mal bihadha. Aqida fulani inakubalika, ad-dalil hadith dhaif la yu'mal bihadha عند العلماء. إلى جامو la kwanza au sharti la kwanza. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا, ni kwamba ule udhaifu wa hadithi hii au hiyo hadithi ambayo itatumika isiwe ni udhaifu mno, yani isiwe ni dhaifu sana, bali ni udhaifu mchache. Maelezo ya wanazuoni wa hadithi katika kufafanua hadithi ambayo ni dhaifu sana na hadithi isiyokuwa ni dhaifu sana ni maelezo ya kielimu. Wanamaanisha udhaifu ulio sana ni hadithi ambayo katika upokezi wake, katika riwaya yake, mna mpokezi ambaye ni mrongo au ametuhumiwa na urongo, na zaidi ni akiwa ametuhumiwa na urongo. Maana akiwa ni mrongo inaporomoka zaidi ile hadith kutoka kwenye daraja ya dhaif jiddan, inaanguka kabisa, inakuwa maudhu, ikiwa ina mpokezi ambaye ni kadhab. Lakini ikiwa ni mpokezi ambaye yutahamu bil kadhib, anatuhumiwa ya kwamba ni mrongo, hadithi inaporomoka kutoka kwenye daraja ya dhaif, inaanguka, inakuja kwenye daraja ya dhaif jiddan, na hiyo ndio ambayo haitumiki kabisa. Kwa maana hii haya ambayo tunayataja hayahusu hadithi ambayo ni dhaif jiddan, la, ni dhaif peke yake. Na hadith dhaif ni kama hivi tulivyoona, kuna mpokezi ambaye ni mukhtalafi. Wengine wanasema ni dhaif, sio mutaham bil kadhib, anatumiwa na uongo, la, ni dhaif, kama vile Imam Ahmad bin Hanbal alivyosema juu ya huyo mpokezi Hurayth ibn Sa'ib, annahu rawa hadithan munkara. شرط لا تاتو من شروط العمل بالحديث الضعيف. إلى شرط la kwanza ما هو؟
an la yu'mala fi al-ahkam ash-shar'iyya. Hapa kuna nukta nilisahau kuitaja. Ikiwa hadith haitumiki katika ahkam shar'iyya, kwa hivyo inatumika wapi? Aljawab, fi fadha'il al-a'mal wa السير والمناقب وهكذا. Kwa hivyo ikiwa hadithi haitumiki katika hukumu za sheria, katika fiqhi, katika swala, katika siyam, katika kuhalalisha na kuharamisha, jambo alihukumiwi kwamba ni halali kwa hadith dhaif, kama ambavyo halihukumiwi kwamba ni haram kwa hadith dhaif. La budda min sihhati alhadith katika masala kama haya ya kuhalalisha na kuharamisha. Kwa hiyo hadith dhaif inatumika katika fadhail al-a'mal, katika kuwahamasisha watu na kuwahimiza kufanya amali nzuri, ndipo inapotumika. Katika siyar, katika mambo riwaya za sira, tutakuta katika riwaya za sira kuna baadhi ya riwaya ambazo zina udhaifu fulani. Kwa hivyo zinaangaliwa, ikiwa udhaifu wake si mzito sana au si mkubwa sana, riwaya ile wanazuoni wa sira wanaipitisha, wanaikubali, kwa sababu ile hadithi haizungumzii ahkam wala aqaid. Na sharti la pili ni ile ambalo tumelitaja, an la yakuna dha'fu shadidan, ile hadithi isiwe ni dhaifu mno, dhaifu sana. Kwa tafsiri ambayo tumetaja kwa wanazuoni, maana ya dhaifu sana ni kwamba ndani ya isnad upokezi wake kuna mpokezi ambaye ni mutahamun bi al-kadhib. الشرط الثالث أن يكون للحديث أو أن يكون الحديث له أصل كلي يندرج تحته. إلى حديث ضعيف iwe ina asli ya kisheria ambayo inaweza kuingia chini yake. Haya ni maneno ya wanazuoni ya kielimu, yanahitaji ufafanuzi. Hadith dhaif hii ambayo tumesema inafanya kazi katika amali, fadhail al-a'mal, inaweza kutumika katika fadhail al-a'mal kwa msimamo wa kwanza wa wanazuoni ambayo ni jamhuri ya ulama. Sharti lao la tatu ni kwamba kuweko na asli ya kisheria ambayo itaweza hadithi ile dhaif kuingia chini yake. Al-Allama Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah ta'ala anatoa mfano, asema kwa mfano, kuje dhaif, hadithi dhaif inayomhimiza Muislamu kuswali rak'a mbili za sunna baada zawal, kuswali rak'a mbili za sunna baada zawal, zinamwambia Muislamu ni vizuri kuswali swala rak'a mbili za sunna baada ya zawali ash-shams, au tuseme baada ya ishraq, jua limechomoza, limepanda, baada ya kutoka kuchomoza jua, alafu lipande juu kadiri ya mshale au kadiri ya mkuki, ndio wakati ambao unaruhusiwa kuswali sunna. Sasa kuja hadithi hapa iseme kwamba Muislamu anaruhusiwa kuswali rak'atain, Muislamu anahimizwa kuswali rak'atain. Hii ni fadhail al-a'mal. Lakini hii fadhail al-a'mal, je, inayo asli ambayo inaingia chini yake? Aljawab, anasema Ibn Daqiq al-Eid, naam. Na asli yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonesha katika kaida za kisheria ya kwamba ni vizuri Muislamu kuswali swala ya sunna kwa wingi. Kwa mfano, hadithi isemayo as-salatu khairu mawdhu'in faman istata'a an yastakthira falyastakthir, swala ndio maudhui yaliyo bora zaidi. Hadith hasan hadha inda ulama, hasan wa Sheikh al-Albani wa ghayruhu. Swala ndio maudhui bora kabisa, yani ndio jambo bora kabisa ambalo Muislamu anaweza kulifanya. Faman istata'a an yastakthira, yule ambaye anaweza kuswali kwa wingi na afanye. Kwa hiyo hii ni asli ambayo asli hii, ile hadithi tuliyoiona kwamba ni dhaifu iliyotuambia tuswali rak'a mbili baada ya ishraqi au baada ya zawal, itaingia hapo, sababu asli tunayo. Na asli haikuja katika hadithi hii peke yake, imekuja katika hadithi nyingi. Hadithi ya Rabi'a al-Aslami radhiyallahu anhu, yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, omba kitu chochote mimi nikutimizie, una haja yoyote ambayo unataka nikupe?
Rabi'a akamwambia nipe muda nifikirie. Akafikiria akarudi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam nishapata. Ma huwa? Nataka uridu murafaqataka fil janna, nataka kuwa na wewe, nimeshikana na wewe peponi, tuko pamoja peponi. Hadhi hiya umniyat Rabi'a radhiyallahu anha. Ma tamanna ad-dunya, ma tamanna al-mal, ma tamanna zakharif ad-dunya wa mata' al-ghurur abadan. Wallahi angelitaka Mtume sallallahu alaihi wasallam angelimuombea na akawa tajiri mkubwa sana. Lakini thumma madha, alifahamu kwamba haya yote yatamalizika duniani. Kwa hivyo akawa na dream kubwa kabisa, na dream kubwa ambayo aliyokuwa nayo Rabi'a ni sio kuingia peponi tu, la, kuingia peponi, na akajua kuingia peponi kutakuwa na furaha kubwa kabisa lau nitakuwa na usuhuba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kama hivi tulionao hivi sasa katika maisha yangu. Waliona kwamba neema kubwa waliokuwa nayo sahaba ni kule kuwa na Mtume alayhi salatu wasalam rafiqan lahum yurafiquhum alayhi salatu wasalam. Wakamwambia mimi nataka kuwa na wewe peponi. Mtume alayhi salatu wasalam madha qala la fa'inni ala nafsika bikathrati ish as-sujud, ikiwa unataka hivyo basi nisaidie na wewe pia swali kwa wingi. Swali yani ish sunna kwa wingi. Hadha asl. Kutushapata asl ya kisheria, ukija hadith dhaif katika fadhail al-a'mal itaingia chini ya hii asl. Haya ndio masharti matatu ambayo wanazuoni wametaja. Baadhi ahli al-ilm wameongezea masharti mengine ya 4 na ya 5. Kuna waliosema sharti lingine la 4 kwa mfano wamesema an la yajzim bidhalik, an la yajzima fi al-hadith biqawli nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inma yadhkuru au yarwi dhalika bi sighati tamrid. Yani yule anayepokea inapotajwa hadith dhaif, ukijua kama ni dhaif, ma tadhkur alhaditha bi sighati aljazm, usitaje ile hadith kwa sigha ya jazmi kwa kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bali unataja kwa sigha ya tamrid, unasema qila au ruwiya au yurwa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, imepokelewa kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam ya kwamba 1 2 3. هذه شروط زائده على هذا الشرط، على هذه الشروط الثلاثه. msimamo wa pili wa wanazuoni ayu alikhwa ما هو المسلك الثاني لبعض اهل العلم، بعض العلماء wanamsimamo wao wengine wa pili. ما هو في العمل بالحديث الضعيف؟ ما هو القول الثاني أو المسلك الثاني؟ محمد. ماذا؟ عدم العمل به مطلقا، عدم العمل به مطلقا. حديث ضعيف haitumiki kabisa حتى في فضائل الأعمال، hata katika fadhail al-a'mal pia haitumiki. Kwa hivyo kwa mujibu wa kauli hii, hiki kitabu, katika hiki kitabu hadithi kama hizi zinatolewa asibu. Na wanazuoni walisimama na msimamo huu wakatoa maelezo yafuatayo au mwongozo ufuatao. Jambo la kwanza ni kwamba at-tasahul fi riwayat al-hadith ad-dha'if fi fadhail al-a'mal, ya kwamba kuwa na tasahuli katika kupokea au kutaja hadithi dhaif katika fadhail al-a'mal yuaddi ila tasahuli fi riwayat al-hadith dhaif fi ghairi, inapelekea katika kutoa na kutegemea hadith dhaif katika zile hukumu zingine au yale mambo mengine yasiyokuwa fadhail al-a'mal. Hilo linawezekana? Naam, linawezekana. Tukiendelea kutumia hadith dhaif fi fadhail al-a'mal, kuna pahala watu watakuja kuchanganya, wasielewe kwamba hii ni fadhail al-a'mal, sasa itakuwa inatumika katika ahkam, sasa itakuwa inatumika katika aqaid wa hakadha, kwa ajili ya ile tasahul. Kwa hivyo ule mlango wa tasahul ufungwe mimbab saddi adhari'a.
Maelezo ya pili ya hawa ahli alilm ni kwamba kila hadithi dhaif, hata ikiwa katika fadhail al-a'mal, kwa wale wasomi wa ilmu ya hadithi, basi wanaelewa ya kwamba iko badala yake ambayo ni sahihi. Kwa hivyo hakuna haja ya kutoa riwaya ya hadith dhaif maadamu katika sahihi ipo inapatikana. Kuhusu maneno haya kuna msemo ambao wanasema fi sahihi ghunyatun 'ani dhaif, fi sahihi ghunya 'ani dhaif, katika hadithi sahihi kuna kutosheka na hadithi ambazo ni dhaif. Maneno haya kwa hakika ukiyataamali kwa makini ni maneno mazito muhimu sana ya kielimu ambayo ni ukweli. Ukiyataamali haya maneno, ukipekua hadithi yote ambayo ni dhaifu, ukija ukipekua vitabu vya hadithi, utakuta kwamba ipo hadithi sahihi ambayo inabeba maana ile, lakini sahihi. Kwa hivyo itakuwa huna haja tena ya kutoa riwaya hii hadithi dhaifu, isipokuwa iwe kiegezo chako ni maneno ya mwanachuoni ambaye amesahihisha na yeye ni imam, wakati wewe hujafika bado katika ukaguzi wa hadithi. Kwa maana ya kusema ya kwamba ikiwa unasoma kitabu hiki na wewe bado si mtaalamu wa hadithi wala si mjuzi wa kukagua hadithi kwamba ni sahihi au ni dhaifu, ukifika hapa Imam an-Nawawi anakuambia hii hadithi kaipokea Tirmidhi na amesema hadithi hii ni sahihi, wewe ukatosheka na maneno ya Imam Tirmidhi, hiyo inakubalika kwa sababu umeegemea maneno ya imam katika ilmu alhadith. Na Imam Tirmidhi si mtu mdogo katika ilmu alhadith, ni imam anayetambulikana, ni imam ambaye dunia nzima imeshuhudia imama yake katika hadithi. Kwa hiyo mwanachuoni kama huyo si kwamba amekamilika, la, si kwamba ni maasum anil khata, la, hajasalimika na makosa, lakini ukiegemea hukumu yake ya hadithi inajuzu na inatosha, isipokuwa ikiwa wewe unafahamu na unajua ile mikakati ambayo wanazuoni wanaitumia na zile njia na mbinu ambazo wanazipitia katika kuzikagua zile hadithi. Hapo sasa hutotosheka na kusema maadamu Imam Tirmidhi amesema hadithi sahihi basi inatosha. La, Imam Tirmidhi ni mwanadamu kama vile mwanadamu mwingine. Kuna pahala ambapo pia na yeye pia kateleza hapa na pale, kama anavyoteleza mwanachuoni mwingine yoyote, kama anavyoteleza mwanachuoni mwingine yoyote. Hakuna mwanachuoni ambaye salima au usima min alkhata'i wazalali. Mwanachuoni amekosea hapa pamoja na ijtihadi yake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia almujtahidu, mwanachuoni yote ambaye amefika daraja ya ijtihad ana moja katika mawili, ima anapata ajiri moja au ajiri mbili. Ajiri mbili ikiwa amepata katika ile ijtihadi yake, atapewa thawabu ya ijtihad na thawabu ya kupata, lakini ikiwa amekosea atapewa thawabu moja ya ile ijtihadi yake. Hii hadithi pekee yake inatosheleza kuthibitisha ya kwamba mwanachuoni yakhta, lakini pamoja na kukosea kwake Allah azza wa jalla pia humlipa thawabu.